Asante sana ndugu katibu. Kwa sasa ninaomba kwa ruhusa ya mgeni rasmi ili niweze kumkaribisha Mheshimiwa Balozi Dr. Wilbard P. Rasira ili aweze kutuaga na kutupa nasaha zake, maana ni maumivu, lakini kuondoka kwake ni kwamba tayari tunapata mgeni ambaye atakuwa ni balozi wetu, ataendeleza pale ambapo Dr. Silaa ameishia. Kwa hiyo karibu baba, utupe wasia wako na nasaha zako, tuko tayari kukusikiliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, machozi yananitoka kwa yote mlioyasema. Sasa nitawezaje kuongea? Usilie. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Amidi, na kwa wale ambao hawajui neno Amidi, Amidi ni neno la Kiswahili linalomaanisha dean wa mabalozi. Mabalozi tuna utaratibu karibu kama wa kijeshi hivi. Kwa hiyo tuna mkubwa wetu ambaye ndiye anaitwa Amidi au dean wetu. Naomba nimtambue kwa namna ya pekee sana Mheshimiwa Balozi Irene Kasianju, balozi wetu Uholanzi, pamoja na mabalozi wenzake wote ambao wametushika mkono kwa siku hii ya leo, na tumekuwa nao toka tulipoanza huu mkutano. Mheshimiwa sana mamangu, mkuu wa kitengo chetu au idara yetu ya diaspora wizarani kwetu, pamoja na dadangu Mariam kutoka idara yetu ya Zanzibar, wawakilishi wote wa taasisi za fedha, kwa sababu ya muda naomba nisitaje moja moja, pamoja na taasisi mbalimbali zilizotoa uzoefu wao. Zote kwa pamoja naomba niseme na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wanadiaspora wetu wote popote pale walipo kutoka dunia nzima. Kazi endelee. Kwanza kabisa naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na kufikia siku kama ya leo na kufanya haya yote tuliyoweza kufanya. Ninatambua kwamba bila mkono wake tusingeweza kufika hapa tulipofika. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa upendeleo wake maalumu, kwa jinsi alivyonibeba kwa kipindi hiki chote cha uhai wangu. Na kuna baba yangu hapa alisema haonekani lakini ni mzee, na naomba nitamke kwamba kama ulivyosema Dr. Sikumbuki exactly aliyesema, lakini sije nikakosea kwa kumtaja aliyesema ni nani. Ni kweli, naamini leo hii katika utumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama sikosei, mimi ndiye mzee kuliko wote. Kwa hiyo nastahili mkiniita babu, nastahili jina lolote lile linaloonyesha uzee. Sasa hayo ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Lakini nikisha tamka hilo, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wangu, kuanzia Rais wa awamu ya 5 aliyeniteua na Rais wa awamu ya 6 ambaye amemalizia. Kwa wale wasiofahamu, kimsingi mkataba wangu ulikuwa unaisha mwaka jana. Kwa hiyo niko sasa kwenye awamu ya nyongeza katika serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo nawashukuru marais wangu wote wawili kwa kuniteua na kuniamini na kunipa majukumu haya makubwa. Kwa wale ambao pia hawafahamu, mimi sikutokea kwenye kinachoitwa career diplomats, kwa maana ya sikuwahi kufanya kazi serikalini wala sijawahi kufanya kazi ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje kama kawaida ya chemchemi ya maofisa katika Wizara ya Mambo ya Nje. Mimi ninatokana na mfumo unaoitwa political appointee katika diplomatic service. Kwa hiyo bila shaka rais wangu wa awamu ya 5 na wa 6 waliona kitu, wakaamua kuniteua katika nafasi hii, na namshukuru Mungu alinipa
nguvu kuniwezesha kutekeleza yale ambayo niliombwa kuyafanya, na naamini kwamba niliyafanya kadiri ya uwezo wangu. Sasa nini nimekifanya, nini nimeharibu, na mwachia Mwenyezi Mungu na wao walioniteua. Lakini vile vile natambua kwamba siku ya kuagana sio siku ya kuzungumza. Kwa hiyo naomba mniruhusu niseme machache sana yenye sura kidogo ya wosia, ili tunapoagana niache taasisi yetu katika yale ambayo nina matamanio ya kuyaona huko mbele ya safari. La kwanza kabisa ambalo ningependa kulisema, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda ni warejeshe kidogo kwenye historia, na ningetamani siku moja historia ya diaspora ya Tanzania iandikwe vizuri. Diaspora ya Tanzania ilianza kupiganiwa na wenzetu wenye asili ya Kiasia na wenzetu wenye asili ya Kiasia, kwa maana ya lugha rahisi Wahindi, waliokuwa naishi Canada, lakini wakitokea jiji la Dar es Salaam, Tanga na Arusha. Na hawa Wahindi au wenzetu wa asili ya Kiasia walikwenda kule enzi zile ambapo Tanzania ilikuwa rafiki mkubwa sana wa waziri mkuu wa Canada, Mheshimiwa Pierre Trudeau, aliyekuwa rafiki wa Mwalimu Julius Nyerere. Na kati ya watu hao watatu walifanikiwa kupanda mpaka cheo cha kuwa waziri wakuu wa states mbalimbali. Wengi mnafahamu kwamba Canada ni nchi inayoongozwa kwa mfumo wa kistate, yani zile serikali za majimbo. Sasa hawa baada ya kuona kwamba wamepanda mpaka ngazi hiyo, walikuwa na nia njema ya kusaidia Tanzania kwa sababu walikuwa kwenye maamuzi, na mmoja wao actually alikuwa waziri wa fedha. Aliona fursa nyingi kama waziri wa fedha katika serikali rafiki ya Canada ya kurejesha mambo mengi Tanzania. Kwa hiyo hawa ndio kaanzisha mchakato wa kudai dual citizenship enzi zile. Na mimi nikapata bahati ya kufanya kazi nao nilipoingia tu bungeni mwaka wa 97. Kwa hiyo kwa wale ambao watapata fursa ya siku moja kupekua vitabu vya Hansard ya bunge letu, mimi nimeingia bungeni 95, basi haya mapambano yalianza tangu 97, na mtakuta kwenye Hansard jinsi hatua mbalimbali tulizokuwa tunachukua. Kwa nilitaka niweke record tu leo, tusije tukaona kwamba tumeanza sisi, lakini kuna wenzetu tena wa rangi nyingine waliopambania sana dual citizenship. Wakati ule hadhi maalum haikuzungumziwa, lakini kwa lengo la kusaidia taifa letu la Tanzania. Na nikisema hili naomba nitaje kitu kingine cha historia. Wana diaspora wengi leo mnaona tatizo kubwa ni umiliki wa ardhi na rasilimali mbalimbali pamoja na nyumba au tulizojenga na baadaye tulipoondoka zikawa hatuna tena haki ya kumiliki. Wakati pilika za kuomba dual citizenship zinaanza, sheria iliyokuwa inabana kama ilivyo leo haikuwepo. Wakati ule hao walikuwa hawana matatizo, ukiacha ile sheria iliyotaifisha majengo ya hao Wahindi. Lakini sheria inayotubana sisi leo ni sheria ya ardhi namba 4 na namba 5 zilizopitishwa 1999. Ndio sisi leo tunaanza kuona maumivu, kwa sababu ardhi zetu, nyumba zetu tulizojengea mama zetu na nini zikawa zimechukuliwa. Lakini enzi zile wao wenzetu walipoanza, kilichowasukuma ni nia na mapenzi ya kutaka kunyanyua wenzetu waliotuacha nyuma. Hilo la kwanza. Lakini kwa haraka niseme jambo la pili ambalo nafikiri ni muhimu sana tunapoagana. Na hili naomba mamangu Balozi Anisa alipate vizuri. Katika katiba ya TDC Global, ukurasa wa kwanza kabisa inataja kwamba mlezi wa TDC Global ataombwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
ndiye atakayeombwa kuwa mlezi wa TDC Global. Sasa mimi nikiwa muumini sana wa hilo, labda kwa sababu ya historia yangu, nikapigania sana kusukuma mlezi wa TDC Global apatikane rais. Katika mchakato Mama Anisa anafahamu tulikutana na nini, lakini bahati mbaya mimi mwenyewe baadaye nikakumbwa kwamba hatutakubali katika hatua ya sasa rais wa jamhuri awe mlezi. Kwa hiyo unateuliwa wewe kuwa mlezi wa TDC Global. Utafikiri kwa kupendekeza jina la rais mimi ndio nilikuwa nagombea kwa ujanja. Sasa naomba niwape uzoefu moja. Mimi ni muumini mpaka kesho. Kama katiba ya Jamhuri ya Muungano, katiba ya TDC inavyosema, nitapenda siku moja nione kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa mlezi wa TDC Global. Na nina sababu ya kuweka hilo. Sababu ya kwanza ya msingi, TDC Global hatuna takwimu sahihi, lakini tunakisia Watanzania kwa ujumla wao watakuwa takriban milioni 3 mpaka milioni 4 ughaibuni. Watanzania milioni 3 mpaka milioni 4, na hilo linawezekana kabisa kwa sababu hata katika sura ya hii passport mpya waliokuja kuchukua passport kwenye eneo langu tu ni karibu milioni 1. Sasa kama katika maeneo yangu tu ni milioni 1, je, ukiunganisha dunia nzima tuko wangapi? Kwa hiyo nina hakika picha ya milioni 3-4 ni realistic. Sasa rais wa nchi milioni 3 mpaka milioni 4 ni sawa na mkoa mzima wa Mwanza, ni sawa na mkoa wa Shinyanga au mkoa wa Tabora. Hiyo ndio mikoa mikubwa Tanzania. Nina hakika rais atapenda kuwa mlezi wa mkoa, na asingependa hii jamii yake iliyoko ughaibuni akaiweka mbali, kwa sababu atapenda kuivuta karibu yake. Na njia moja ya kuivuta karibu ni kwa yeye kuwa mlezi wa chombo hicho. Kwa hiyo ninasisitiza hilo. Sasa wengi inawezekana hawajui kwamba hilo linawezekana. Naomba niwape uzoefu wangu binafsi. Mimi kwenye shughuli zangu mbalimbali nimepita mapitio mengi sana. Nimewahi kuwa mkurugenzi wa taasisi ndogo sana ambao wanachama wake hawafiki hata 1000. Inaitwa Tanzania Society for the Blind. Nilikuwa mkurugenzi wa taasisi hiyo kati ya 92 mpaka 98. Mlezi wa taasisi hiyo ya watu 1000 kuanzia uhuru alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama rais wa Jamhuri ya Muungano anakubali kuwa mlezi wa taasisi yenye wanachama 1000 tu, sembuse watu milioni 4. Lakini vile vile rais anapokuwa mlezi, fursa nyingi zitajitengeneza. Ndio maana tukijifunza wenzetu wa Ethiopia, tukijifunza hata wenzetu wa Nigeria, uzoefu tunaopata ni kwamba wao walitumia pia kupitia viongozi wako wakuu, na ndio maana wametushinda kwa mbali sana kupeleka rasilimali kule nyumbani. Kwa mimi ninaamini sana hilo. Lakini la pili, viongozi wetu wakuu pia hawana matatizo. Sina hakika ni wangapi wanafahamu kwamba mama yangu Rais Samia kuanzia 2015 mpaka 2020 amekuwa mlezi wa chombo kidogo sana kinachoitwa fistula. Fistula wakina mama wanaielewa zaidi. Lakini fistula tunaopata kupitia hospitali yetu ya CCBRT ambayo mimi ni moja wa board members wake, ni mwenyekiti wa board. Mama Samia tulimwomba, amekubali na alijitosa kwa miaka 5, na mlikuwa mnamuona nafikiri bila hata kuelewa kwenye TV mbalimbali za taifa akizungumzia masuala ya fistula kwa niaba ya wakina mama wenye matatizo hayo. Kama anaweza kukubali kuwahudumia hawa, sina wasiwasi kwamba atakubali. Sharti ni moja, Watanzania diaspora tuwe united, Watanzania diaspora tuwe na maadili, Watanzania diaspora tuwe na tufute kauli ambazo kwenye sectors mbalimbali zinaonekana kwamba
Wanadiaspora ni watu wa vurugu, wanadiaspora ni watu waliogawanyika, wanadiaspora ni watu wasioaminika. Tukiyaondoa haya, sina wasiwasi Rais wa Jamhuri ya Muungano anaweza kuwa kabisa mlezi wa TDC na tukavuna mambo mengi tofauti na tulivyo sasa hivi. Jambo la tatu ambalo ningependa nilisisitize, kwa sababu kama nilivyosema siku ya kuagana sio siku ya kuzungumza, niseme mambo mawili madogo sana. Tukumbuke kwamba Rais JPM, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, katika nafasi mbalimbali wametuomba Watanzania tujiunganishe katika chombo kimoja ili tuwe na sauti moja mbele ya serikali, ambayo chombo hicho ndio kitawasiliana na serikali badala ya kuongea na taasisi 1000. Kwa nini walifikia hivyo? Na hiyo hotuba ya rais mnaipata iko kwenye mitandao, lakini ya Waziri Mkuu pia katika nafasi mbalimbali za karibuni ni hotuba yake iliyotolewa London, na nyingine ni wakati ameenda Waziri Mkuu Egypt, ambapo alienda tukifikiri tutashiriki kwenye finali ya mashindano ya Afrika. Bahati mbaya hatukushinda, lakini alikuwepo akatoa hotuba tena katika mkutano ule, na ile hotuba sisi tunayo, kama mtahitaji ofisini kwangu tutaituma. Sasa kama tunapenda ili tuwe na nguvu moja, basi ni vizuri tuunganishe nguvu zetu ili tuwe chombo kimoja kinachoweza kuzungumzia kwa diaspora wote badala ya kuwa na sehemu mbalimbali. Wengine wanatafsiri kwamba tukifanya hivyo tutaua taasisi mbalimbali. Amidi wangu balozi amesema kule Uholanzi kuna taasisi 4. Lakini hata mimi Sweden hapa nina taasisi nafikiri kama 16. Hakuna mwenye lengo la kuua hizi taasisi hata kidogo. TDC Global yanakuja tu kama umbrella kule juu inapofika kuzungumzia mambo yanayohusiana na serikali kuu. Lakini vinginevyo hizi taasisi zingine zina uhuru wake kufanya kila kitu chake wanachopenda kukifanya. Kwa hiyo nilikuwa napenda tu kutoa wosia wangu, tuwe waaminifu, tuwe waadilifu, tuwe na mshikamano, tusipigane vijembe, tulinde heshima zetu. Kama tutalinda haya, sioni tatizo lolote litakalotokea kama tutafika hatua hiyo sasa na kusema tunaomba sasa rais wa nchi awe mlezi wetu. Nimalizia kwa kusema diaspora tunaishi kwenye nchi hizi zina neema ya kila aina. Kuna fursa za uwekezaji, na sisi wenyewe tunafanya kazi kwenye makampuni mbalimbali. Tuna access kwa information. Tuzitumie hizi fursa kuweza kujenga taifa letu. Wala watu tusije tukasikitika tukasema kwamba hadhi maalumu, kwa nini hadhi maalumu? Na naomba iliwe la mwisho katika hoja ya msingi ninapozungumzia kuhusu tofauti kati ya watu ambao nimesikia wakilalamika kwa nini tunanyimwa haki zetu za usawa. Nadhani zaidi ni swala la elimu. Usawa huwa haunyang'anywi. Na ndio maana ukichukua passport yako popote unapoishi leo, place of birth yako haitabadilika hata siku moja. Uwe na passport ya Uingereza, passport ya Finland, sijui ya Marekani, place of birth yako kama ilikuwa ni Dar es Salaam itabaki kuwa Dar es Salaam. Hiyo ni haki uliopewa na Mungu ya kuzaliwa Tanzania, haitaondoka. Lakini sasa tatizo tulilolipata huko nyuma na hasa bungeni na hata kwa Watanzania ni kwamba lakini wewe si uliondoka, na ulipoondoka si uliondoka kwa hiari yako. Sasa kwa nini leo unataka tena kuja kurudi huku kwa mlango wa nyuma, wakati wewe ulipoona kuliko na chakula ulienda kula mwenyewe, na tena ulipokuja kutoa passport ya nchi nyingine ulienda ukaapa kukataa uraia wa Tanzania. Kwa hiyo kulikuwa na free choice. Na hiki huwa hatukisemi mara nyingi kwamba kitendo cha kwenda kuishi kwingine ni free choice. Sasa sisi tunaoelewa hatuendi kuargue hiyo line. Sisi tunasema sisi wote ni Watanzania,
asili yetu ni moja, tunataka wote tunufaike zile rasilimali za nyumbani kwetu. Na kwa bahati mbaya hiyo sheria ya ardhi namba 5 na namba 4 zilizotuathiri ni kitu kilichowekwa kwa ajili ya sheria, kwa ajili ya kuhifadhi. Na ni bahati mbaya muda hauko tena unawasaidi, ningeweza kueleza historia kidogo ya hiyo. Wakati tunaweka hiyo sheria namba 4 na namba 5 bungeni, ni kweli ardhi yetu ilikuwa inapotea. Na mimi kama mbunge niliwahi kupata mazingira, wananchi wangu wenyewe waliuza ardhi zao kiholela, na baada ya kuziuza na hawana ardhi tena, wakaenda kuomba kazi ya ulinzi kwa wale waliowauzia ardhi. Kwa hiyo hii ndio msingi wa Tanzania tulipofikiria kuweka sheria namba 4 na namba 5. Lakini hatuna tatizo na hiyo sheria, inarekebishika. Tuombe hiki tunachoomba, lakini tupate na benefits kama raia kupitia hadhi maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hiyo, najua watu wamechoka. Naomba niwashukuru sana sana kwa haya masaa mliotumia kwa ajili yangu. Mimi si kitu, si chochote. Mchango wangu ni mchango mdogo sana katika kuijenga TDC Global. Na kama moja alivyosema, kwa bahati mbaya mimi huwa siyumbi katika uongozi wala katika maamuzi. Na kama walivyosema wenyewe, siku nyingine nilikuwa natumia labda fimbo ya mkia wa nyati, sijui Kiswahili sahihi mnaitaje. Ule mkia wa nyati ukiutengeneza ni fimbo moja, ukichapwa nayo hutaisahau kwa sababu inaondoka na ngozi. Bora. Nimeitumia sana hiyo fimbo mara kadhaa, lakini ni pale ilipo lazimu. Lakini labda hilo ndio kauli yangu ya mwisho. Wana diaspora, mtakumbuka kwenye mkutano wa tarehe 10 mwezi wa 4 2019 pale Tallinn. Pale Tallinn. Tallinn iko nchi ya Estonia. Nilitoa ahadi mbele ya mkutano mkuu wa TDC Global. Wakati wanachama wanahoji masuala ya fedha, na nikaona kwamba mkutano unataka kuharibika kwa sababu watu wanapoteza imani kwa sababu ya fedha. Na kwa taarifa yetu wote nafikiri tunajua, kama kunataka watu wasiwe na amani, ni kuwe na utata na wasiwasi na mashaka kwenye masuala ya fedha. Mimi kama mlezi nikajicommit, na iko kwenye maandishi mpaka leo, nikajicommit kwamba nitasimamia fedha zenu na nitahakikisha kwamba zitakuwa salama. Bahati mbaya, baada ya mkutano ule, kuanzia mwezi wa 7, mkutano ulikuwa mwezi wa 4, mwezi wa 7 nimekuwa nikidai nipate taarifa za fedha na utendaji. Sikuzipata hizo taarifa mpaka mwezi Januari 2020. Sasa nyewe wenyewe ni mashahidi, kama kwa baada ya muda huo wote sikustahili kutumia fimbo ya nyati, ya mkia wa nyati, kuwatandika watu wanaoshindwa kunipa taarifa ya fedha pamoja na taarifa ya utendaji baada ya kama miezi 8 hivi. Na ndio maana tukafika kwenye mabadiliko ambayo tuliyafikia. Sasa nashukuru, haya mengine mtayazungumza na viongozi wenu walioko. Sitakuwepo kwa bahati mbaya kwenye mkutano mkuu ujao, lakini ninaweza kutamka kwamba ninaondoka, nimeacha TDC. Balozi Anisa, wewe ni shahidi. Nimekukabidhi taarifa ya utendaji ya TDC ambayo imepelekwa kwa wanachama. Nimefanya utafiti wangu. Sijapata mtu hata moja aliyelalamikia ile taarifa ya utendaji. Kwa hiyo ninaamini kwamba sehemu kubwa ya wanachama wetu wameridhika na kazi iliyofanywa na uongozi ambao uko madarakani leo. Siwapigii debe, sina sababu ya kuwapigia debe. Ninapigia debe uadilifu. Ninapigia debe watu ambao wanachapa kazi na wanachapa kazi bila kujijali. Nafasi za TDC ni nafasi zisizolipwa. Hakuna hata cha posho. Lakini unapokuta mtu anafanya kazi mpaka usiku wa manane kwa kujitoa, basi na matunda unayaona na fedha za watu ziko salama. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ninaondoka, ninaacha TDC iliyo salama. Balozi Anisa, mara nyingi uliniuliza, sasa
TDC wanachama wako wachache, lakini pia wanavurugana. Naomba nikuombe kitu kimoja. TANU ni chama imara sana na ndio iliyoleta uhuru. Leo ni miaka 60 tangu tumepata uhuru. Lakini Watanzania wote sio wanachama wa CCM. Uongo kweli? Si Watanzania wote ni wanachama, na mimi kwa bahati mbaya nimekaa kwenye chama. CCM mpaka leo ina wanachama wasiozidi milioni 16 au 17. Kwa hiyo usitegemee kwamba wa diaspora wote kwa muda mfupi wataingia wawe wanachama wa TDC Global. Watakuja polepole watakavyoridhika na kazi wanazoziona. Nimalizie kwa kusema kazi zinajiuza. Uadilifu unajiuza. Uaminifu unajiuza. Watu watakapoona matunda ya kazi yenu watajiunga na TDC Global kwa wakati wao. Lakini obstacle kubwa ya wanachama kutokuingia ni katiba ya TDC Global, na nimeomba mara nyingi na nadhani mkutano mkuu ungelipatikana tungerekebisha ile katiba. Naomba sasa kazi ya kwanza itakapopatikana mkutano mkuu ni kuangalia ile katiba ambayo ni kikwazo cha wanachama kujiandikisha, kwa sababu katiba ya sasa inazungumza ukishalipa ada yako una miezi 12. Kwa hiyo baada ya miezi 12 unajikuta una mwanachama kwa sababu ime expire. Ndio katiba inavyosema. Sasa hicho ni kikwazo cha kikatiba cha kisheria, kikiondolewa nina hakika TDC itakaa salama. Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa wale wote ambao mtakuja Tanzania, naomba namba zangu zitakuwa accessible, nitawapa viongozi wenu, email yangu nitawapa viongozi wenu. Ukipita Dar es Salaam, niko Dar es Salaam, tutakula nyama choma. Karibuni sana, Mungu awabariki na nawashukuru sana kwa hii nafasi yote. Mabalozi wenzangu nawatakia kazi njema, lakini nimalizie kwa kusema naomba nitambulishe ofisa wangu ambaye amesha ripoti mojawapo, anaitwa Tunsume Mwangolombe. Kama nakosea hilo jina la Kitanzania mnisamehe. Tunsume Mwangolombe, na nadhani anashiriki kwenye mkutano huu. Kwa kawaida sisi balozi anapaswa kuondoka ndio balozi mwingine aje, lakini kwa kipindi hicho mimi nitakapoondoka, Tunsume ndiye atakuwa ameshika nafasi ya kaimu balozi, tunaita charge d'affaires ad interim. Naomba mpatie ushirikiano mpaka atakapofika balozi mwingine, lakini na balozi mwingine labda kwa kosi sijamtaja hadharani hapa, naomba nimtaje Mheshimiwa Balozi Grace Olotu. Alikuwa awe na sisi hata kama hajaripoti kwenye mkutano wa webinar, unaweza kuingia popote, lakini aliniaga kwamba anakwenda kwenye appointment ya wakuu wa nchi mahali, kwa hiyo ameomba radhi asishirikiane na sisi leo. Lakini naomba pia TDC Global niwajulishe kwamba afisa wangu mwingine Bwana Matiku Kimenya, na yeye amemaliza muda wake, wakati wowote na yeye ataondoka na replacement yake itakuja kwa wakati. Kwa hiyo ni vizuri tu mkajua kwamba kama hamuoni Bwana Matiku, na yeye anamaliza muda wake na yuko humu kwenye mkutano, tulikubaliana kwamba niwajulishe kwamba anaondoka ili iwe pia nafasi ya kuagana kwa pamoja. Matiku ameshiriki shughuli nyingi za TDC Global, ameshiriki shughuli nyingi za Tandrix, amefanya kazi nyingi sana pamoja na mimi. Naomba nimshukuru sana kwa niaba yenu kwa kazi zote alizozifanya. Mungu aendelee kutubariki na waaga kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana balozi. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Asante balozi. Asante sana mzazi wetu. Nakuja kuchoma nyama. Tutafuta. Balozi Silaya, asante sana na ubarikiwe. Tunakushukuru sana. Asante sana na mheshimiwa balozi. Kazi iendelee. Asante. Kazi iendelee. Na tunaahidi kwamba kazi itaendelea kwa sababu umekichapa sana na fimbo ya mkia wa nyati. Bakora. Lazima kazi iendelee. Lazima iendelee. Shukrani sana mheshimiwa balozi. Asante.